Baraza la maimamu na viongozi wa Kiislamu Tanzania limetoa wito kwa Watanzania pamoja na viongozi wa dini kuunga mkono mchakato wa maridhiano na kuepuka kutumia nyumba za ibada kama majukwaa ya kisiasa. Akizungumza jijini Dar es Salaam, mwenyekiti wa baraza hilo, Sheikh Musa Yusuf Kundecha, amesema hayo katika mkutano na waandishi wa habari uliolenga kueleza msimamo wa baraza kuhusu ripoti ya tume iliyochunguza matukio yaliyotokea kabla na baada ya Oktoba 29 ya mwaka 2025 chini ya mwenyekiti wake Jaji Othman Chande. Aidha, Sheikh Kundecha ameeleza kuwa baraza hilo linaunga mkono ripoti hiyo hususan katika maeneo yanayohusu maridhiano, uchunguzi wa waliohusika, uwajibikaji pamoja na kujenga amani ya kudumu nchini. Katika hatua nyingine, ameiomba serikali kuunda kwa haraka tume huru ya jinai itakayosaidia kufanikisha upatikanaji wa haki na kuhakikisha wahusika wanachukuliwa hatua stahiki. Mimi naitumika na bana, hizi ni ripoti zaidi. Sisi viongozi wa dini, maimamu wa Tanzania chini ya msingi wa Uislamu unaoamrisha uadilifu, haki, ukweli na amali, tumepokea na kuisoma kwa makini ripoti ya tume ya kuchunguza matukio ya kabla baada ya Oktoba 29 ya Mheshimiwa Jaji mstaafu Mohamed Chande Othman. Kwa kushirikiana kwa pamoja, tukiwa kama mabalozi wa amani na uzalendo Tanzania, tunampongeza Mheshimiwa Jaji mstaafu Mohamed Chande na wajumbe wote wa tume kwa kazi kubwa na ya weledi isiyoegemea upande wowote. Ripoti imegusa ukweli, machungu unaoelekeza kuponya. Tunaomba viongozi wa dini zote tuwe mstari wa mbele kuhubiri amani, msamaha, maridhiano, kuvumiliana na ukweli misikitini na makanisani. Misikiti na makanisa visigeuze kuwa majukwaa ya siasa za chuki. Ushauri wetu kuhusu maridhiano: wa kwanza, yasiyo ni maridhiano ya wanasiasa bali ya Watanzania wote, na ikitokea kuwa kuna kikundi cha watu, chama cha siasa au kikundi chochote hakitaki, basi waachwe, maana Watanzania ni wengi na vyombo vya siasa ni vingi, wanatosha na wanahitaji sana maridhiano. Namba mbili, maridhiano yasiangalie tu iliyosababishwa na matukio ya Oktoba na Oktoba 29 na 30, bali yawe ni maridhiano ya kitaifa yanayogusa malalamiko na maumivu ya kijamii na jamii yote kwa ujumla ya Watanzania. Maridhiano yawe ni pamoja na yawe ni ponyo la kudumu kwa taifa, kiasi kwamba kesho au kesho kutwa lisitokee tena kundi jingine la Watanzania kwa manunguniko yao ya muda mrefu wakasababisha kutokea tena mambo ya udhaifu kama yaliyotokeza hapo awali. Maridhiano yaangalie pia hali inayolaumiwa sana katika mwenendo wa kesi zinazohusu ugaidi na uhaini. Yapo malalamiko makubwa sana kwa upande mmoja wa dini wa viongozi wao, wengi kukamatwa kwa tuhuma za ugaidi na kukaa jela kwa miaka mingi zaidi ya 10 bila ya kuhukumiwa, na wengine hata mahakamani hawapeleki, kesi haziendelei. Wengine wamefia jela, wengine wamekamata familia nzima bila kujulikana makosa yao. Zaidi ya kutaja ni ugaidi, lakini hakuna uthibitisho wa tuhuma hizo. Wapo waliohukumiwa kifungo miaka 50 lakini wakashinda rufaa, na wengine walihukumiwa kunyongwa kabisa. Wote hawakuwahi kusikika kuhamasisha uhalifu na kuonekana wakifanya vitendo vya kuhatarisha amani. Tume ya maridhiano ilisimamie hili na iwaangalie watu wote hawa kwa malalamiko yao. Lakini watu wa dini nyingine wakikamatwa kwa tuhuma za uhaini, wanakamatwa asubuhi na wanaachiwa jioni. Hii ili hali makosa yao hayana dhamana, licha ya kuonekana bayana, kusikika pasina shaka wakitamka au kuhamasisha uasi na uhalifu.
matokeo kuonekana, lakini wanafuatiwa kesi zao na wanaendelea kufanya hayo bila ya kuguswa, ili hali viongozi wengine wapo wa mahabusu kwa muda mrefu. Tume ya maridhiano ihakikishe usawa wa haki katika hili, kuleta maridhiano ya kweli. Tume aliyoiunda rais imetoa ripoti ambayo ripoti baadhi ya watu wameipinga, na bado hiyo tume ambayo imetoa ripoti imetoa fursa kwamba sasa itaundwa tume ya maridhiano, lakini itaundwa tume ya jinai kuweza kuwabaini wote waliochochea katika hayo yanayoitwa maandamano yaliyosababisha kupoteza mali nyingi na kuhakikisha kwamba watu wengi wamefariki, ili waweze kufikishwa katika mikono ya serikali. Sisi kama watu wa amani katika nchi tunaomba maridhiano yawe chini ya rais, na tukubaliane na matokeo yatakayotokea yoyote, na wala hakuna haja ya kufufua makaburi, kwa sababu ni mambo mengi yametokea nchi hii.